Nimekutana na hili jambo la wakandarasi kulipwa fedha zao. Wale waliosaini mikataba wanalipwa fedha zao. Sisi tunaona mradi unaendelea kutekelezwa kwa sababu kama serikali tumeshalipa fedha kwa wakandarasi. Halafu inatokea wao hawawalipi wale wanaowapa mikataba, wale wanaowapa subcontracts, wanaosaini nao ile mikataba midogo. Tunapita kila eneo kilio. Serikali imelipa fedha yote, mkandarasi hajawalipa wale waliofanya kazi. Huu na wenyewe ni unyang'anyi. Huu na wenyewe ni wizi. Huu na wenyewe ni uonevu. Sasa Mheshimiwa Mawaziri, kwenye maeneo yote ambayo wakandarasi wameshalipwa fedha yote na serikali, hawajawalipa subcontractors, wekeni kwenye sharti kwamba mkandarasi yeyote ambaye atalipwa fedha na serikali, yeye asiwalipe subcontractors, atakuwa blacklisted, asipate mradi tena. Wanatuchafulia. Wananchi wengine wamekopa, wanadaiwa na mabenki, wengine wanauziwa mali zao, alafu serikali imeshalipa fedha za mradi husika. Sasa wale ambao wanadaiwa, kama nilivyoelekeza, watafutwe walipe. Lakini pia kama kuna ambao, waandikieni wote, waambieni, kama waheshimiwa mawaziri mtakosa backup, tutaiweka mpaka kwenye sheria. Mtu yeyote akifanya mradi ndani ya nchi yetu, na hapa si wakandarasi wa ndani ya nchi tu, wazawa tu, hata wale wa kigeni, akifanya mradi ndani ya nchi yetu, serikali imeshamlipa yeye, alafu yeye hajawalipa subcontractors, inaudhi. Kuna wale wageni wao wakicheleweshewa ikizidi tarehe 30 wanapiga riba serikali inawalipa na riba. Serikali inawalipa na riba kwamba wamecheleweshewa malipo yao. Halafu wao wanachelewesha kuwalipa Watanzania wenzetu miezi 6, mwaka, na siku wakilipa wanawalipa bila riba. Waulizeni wanasheria wenu ndani ya mawizara kama haiwezi ikatekelezeka ku blacklist kwa sababu hii, kwamba haipo kwenye sheria, tuiweke kwenye sheria. Na wanaposaini mikataba, ukiwaruhusu wakandarasi wetu wakanegotiate hiyo, watatishiwa kunyimwa kazi. Sasa ni kuiweka kwenye sheria mama. Ukichelewesha kumlipa mkandarasi ili hali wewe umeshapokea fedha ya serikali ya mradi huo, fedha hizi hatuwapi wapeleke majumbani kwao, tunazitoa kwa ajili ya mradi. Umeshapewa fedha ya mradi, anayefanya kazi anakosaje fedha? Kwa wanaanza kuzizungusha kwenye mambo mengine. Fanyeni sensa, mtakuta hiyo. Ipo kwenye barabara, ipo kwenye reli, ipo kwenye kote huku tunakofanya hizi shughuli za ujenzi. Sasa hawa ambao kesi zao zimejitokeza, watafutwe. Kama ameshapewa fedha yote na hajawalipa wale waliomfanyia kazi kama subcontractors, watafutwe, na serikali iko kwa ajili ya kulinda wanyonge. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakamate
waseme wanalipa lini. Ndio, hatuwezi kuwa na watu wetu wanalialia ili hali serikali ilishalipa fedha za miradi hiyo. Mradi ambao serikali imeshalipa fedha yote haupaswi kudaiwa, haupaswi kuwepo mtu anadai. Sasa haya tunayowaambia wakandarasi na ndugu zangu wakurugenzi na ninyi ambao ninyi ndo walipaji, mtu akishamaliza kazi mwekeni kwenye kipaumbele cha kulipwa. Hawa watu wanaotufanyia kazi, hawa mafundi wengine ni hand to mouth, anavuna siku ile ile na kutumia siku ile ile. Wengine hawana akiba ya benki, yaani familia zao zinaenda kwa shughuli ile ile anayeifanya siku hiyo. Akipata shughuli ndio maisha yake yanaenda hivyo hivyo. Anakaaje miaka yote fedha yake iko serikalini? Kwa hiyo nasema kwa wakandarasi, lakini kwenye maeneo ambayo sisi ndo walipaji, chukueni hayo maelekezo, na nitakapoondoka fanyeni sensa za watu ambao wanatudai 300,000, 600,000, milioni 1, milioni 1.5, milioni 2, milioni 2.5. Hata halmashauri yenye mapato kidogo kupindukia haiwezi kushindwa kulipa 600,000 kwa miaka 2, 3. Haiwezi kushindwa kulipa 300,000 miaka 5. Huku ni kupuuza mambo ya wananchi. Sasa tusiwafikishe wananchi kuona kwamba jambo haliwezi kufanyika mpaka waje viongozi wakuu. Tutadhalilisha uwepo wa serikali katika maeneo yetu. Fanyeni sensa, mnajua. Fanyeni sensa hizo, mnajua wote. Wengine inawezekana hata hawajapata fursa ya kuongea. Maeneo haya tulikopita inawezekana wapo hawajapata fursa ya kuongea. Sasa waiteni, kaeni, toeni mpango mnalipaje, wajue, mfanye utaratibu wa mwalipe. Ndio. Kuna wale wageni wao wakicheleweshewa ikizidi tarehe 30 wanapiga riba serikali. Serikali inawalipa na riba. Serikali inawalipa na riba kwamba wamecheleweshewa malipo yao. Halafu wao wanachelewesha kuwalipa Watanzania wenzetu miezi 6, mwaka. Na siku wakilipa wanawalipa bila riba. Waulizeni wanasheria wenu ndani ya mawizara kama haiwezi ikatekelezeka ku blacklist kwa sababu hii kwamba haipo kwenye sheria, tuiweke kwenye sheria. Na wanaposaini mikataba ukiwaruhusu wakandarasi wetu wakanegotiate hiyo, watatishiwa kunyimwa kazi. Sasa ni kuiweka kwenye sheria mama. Ukichelewesha kumlipa mkandarasi ili hali wewe umeshapokea fedha ya serikali ya mradi huo, fedha hizi hatuwapi wapeleke majumbani kwao,
tunazitoa kwa ajili ya mradi. Umeshapewa fedha ya mradi, anayefanya kazi anakosaje fedha? Kwa hiyo wanaanza kuzizungusha kwenye mambo mengine. Fanyeni sensa, mtakuta hiyo ipo kwenye barabara, ipo kwenye reli, ipo kwenye kote huku tunakofanya hizi shughuli za ujenzi. Sasa hawa ambao kesi zao zimejitokeza watafutwe, kama ameshapewa fedha yote na hajawalipa wale waliomfanyia kazi kama subcontractors, watafutwe, na serikali iko kwa ajili ya kulinda wanyonge. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakamate, waseme wanalipa lini. Ndio hatuwezi kuwa na watu wetu wanalialia ili hali serikali ilishalipa fedha za miradi hiyo. Mradi ambao serikali imeshalipa fedha yote haupaswi kudaiwa, haupaswi kuwepo mtu anadai. Sasa haya tunayowaambia wakandarasi na ndugu zangu wakurugenzi na ninyi ambao ninyi ndo walipaji, mtu akishamaliza kazi mwekeni kwenye kipaumbele cha kulipwa. Hawa watu wanaotufanyia kazi, hawa mafundi wengine ni hand to mouth, anavuna siku ile ile na kutumia siku ile ile.